Mwakilishi wa bunge la Marekani Ilhan Omar amekumbwa na tukio la kutisha baada ya mwanaume mmoja kumvamia na kumpulizia kioyevu kisichojulikana wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika Minneapolis. Tukio hilo lilisababisha sintofahamu kubwa miongoni mwa waliohudhuria, huku usalama ukichukua hatua za haraka kumdhibiti mshukiwa. Kwa mujibu wa taarifa za mashirika ya habari, mwanaume huyo alitumia kifaa kinachofanana na sindano na kukisukuma ili kumwagia au kumpulizia Omar kimiminika hicho. Mashuhuda waliokuwepo walisema kulikuwa na harufu kali isiyo ya kawaida mara baada ya tukio hilo, jambo lilozua hofu kuhusu aina ya dutu iliyotumika. Video zinazosambaa mitandaoni zinamuonyesha Omar akimsogelea mshukiwa kwa haraka mara baada ya tukio, kitendo ambacho kimeibua mjadala mpana. Wengine wanaona hatua hiyo kama ya kujilinda au kujaribu kumzuia mshambulizi, huku wengine wakijiuliza kama alitambua ukubwa wa hatari iliyokuwepo kwa wakati huo. Sekunde chache baadaye, maafisa wa usalama walimwangusha chini mshukiwa na kumtia mbaroni. Polisi wamethibitisha kuwa mwanaume huyo alikamatwa kwa tuhuma za shambulio na uchunguzi umeanzishwa mara moja ili kubaini kilichokuwa ndani ya sirinji hiyo. Hadi sasa, mamlaka hazijatoa taarifa rasmi kuhusu aina ya kioyevu kilichotumika wala kama kilikuwa na madhara ya kiafya au la. Vipimo vya maabara vinatarajiwa kutoa majibu kamili katika siku zijazo. Ilhan Omar hakuripotiwa kupata majeraha makubwa na kwa mujibu wa taarifa za awali hakuhamishwa hospitalini mara moja. Tukio hilo hata hivyo limeongeza wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa wanasiasa wa Marekani wanapokutana ana kwa ana na raia, hasa katika mazingira ya mvutano wa kisiasa unaozidi kuongezeka. Wakati uchunguzi ukiendelea, swali kuu bado halina jibu. Ni nini hasa kilikuwa ndani ya sirinji hiyo? Mpaka mamlaka zitakapotoa matokeo rasmi, madai yoyote kuhusu dutu hiyo yataendelea kubaki katika eneo la tetesi na dhana. Tukio hili linabaki kuwa ukumbusho mkali wa hatari zinazoweza kujitokeza hata katika mikutano ya kiraia inayodhaniwa kuwa salama.